Usisahau kushare, kusubscribe na kulike. Okay. Wangapi hawajawahi kusikia kabisa? Wangapi hawajui kama upo au haupo? Au ulikuwepo sasa hivi haupo? Kuna wengine hawajanyosha mkono wa kujua au kutojua. Tumeusikia lakini hatujui. Mimi Umeusikia haujui. Mwezi uliopita, mwezi wa Januari, Rais alitangaza kwamba kulikuwa na ugonjwa wa Marburg wapi? Kagera. Si ndio? Baadhi ya redio za mkoa wa Kagera zilihusika katika zoezi la kutangaza kuhusu prevention ya Marburg. Sasa wakati nilipo kule, moja ya takwa la dona wetu UNICEF alisema mwenyekiti wa TADIO lazima uwepo kwenye ile timu ya EOC, Emergency Center, ya utoaji wa taarifa za kila siku, ili kuweze kuwepo representation ya TADIO, kwamba nani atajibia kwa redio jamii juu ya yale ambayo yanaendelea. Lakini wakati nipo kule nikakutana na watu ambao kwa mara ya kwanza baadhi yenu wa redio za kule tulifanikiwa kufahamiana, na kuna wengine walinipeleka mahala tukaenjoy sana. Kwa hiyo nadhani tumeshaona na aliyefanya hicho kitendo amecheka. Nani amemwona? Aliyefanya hicho kitendo nani aliona? Nani amemwona? Tunafanyia kazi. Lakini pili, tulikuwa na mwaliko wa kuweza kufika mahali hapa. Nadhani kila mmoja wetu hapa alipata mwaliko, si ndio? Sasa leo wakati tunateta na ndugu yangu mmoja akasema, mwenyekiti, hivi una habari kwamba kwenye ile barua kuna mtu aliandika kwamba hii barua ni ya kwako, lakini usimwambie mwenzio. Nani aliliona hilo? Nani aliliona? Nilisemaje hilo neno? Huu mwaliko ni wa kwako. Kwa hiyo kuwepo kwako hapa sio kwa bahati mbaya. Sawa? Ni kwa makusudi kabisa, ili uweze kuleta tofauti katika kituo chako. Sawa? Kwa hiyo kwanza napenda kuwashukuru wenzetu wa UZIKWASA kwa kuwepo kwetu hapa katika eneo hili. Kuna mtu hajafurahi? Kuna mtu hajafurahi kuwepo hapa? Kama hujafurahia, nyosha mkono. Kama umefurahi, nyosha mkono pia. Sasa mkono wa kushoto au wa kulia? Kuna mwingine hajui kama amefurahi au hajafurahi. Au hatafurahi. Si ndio? Nadhani hii ni mara ya pili, kama sio mara ya tatu, tunapata training kutoka kwa wenzetu wa UZIKWASA. Moja ya vitu ambavyo katika mazungumzo na mkurugenzi ndugu Rasa alisema, bahati nzuri Radio Pangani ni moja wa wanachama wa TADIO. Kwa kupitia ushirikiano huo, basi kukaonekana kwamba kuna gap ya masuala ya uongozi ambayo yanahitaji yaimarishwe ndani ya TADIO, na hiyo ni moja ya sababu nzuri ya sisi kuweza kuwepo. Hapakosekani changamoto katika vituo vyetu, kila siku vipo, especially masuala ya uongozi. Au wote tumekamilika katika sehemu zetu za kazi?
Hakuna changamoto zipo. Sasa kutokana na kwamba changamoto hizo zipo, basi wenzetu wapo hapa kwa ajili ya kuhakikisha kwamba tunajifunza na tunaporudi kwenye vituo vyetu tuweze kuleta impact. Kumbukeni kwamba uongozi bora ndio maendeleo ya nini? Ya taasisi. Lakini sio taasisi zetu tu tunazofanyia kazi, pamoja na taasisi nzima hii ya TADIO. Nakumbuka training iliyopita, moja ya vitu ambavyo tuliambiwa na nimelisikia hapa, amesema samani mkuu ndugu Joseph. Ndugu Joseph amesema mara nyingi tunakuwa na ile mimi ni fulani. Ule mfano wa aliyoutoa wa dada hapa, anasema alimpa lift lakini akazungumzia mfanyakazi wake, si ndio? Nasema kuzungumza sema kama anaendesha. Hiyo wanawake wanaendesha. Akiendesha njiani anaweza kuzungumza habari za house. Yaani mimi nitamkomesha. TADIO tumepambana nayo sisi ndio, yaani ukizungumzia TADIO ni sisi, ndio Sasa hata kwenye vituo vyetu tulipo, wakati mwingine wengi wetu tumekuwepo katika uanzishaji wa vituo, si ndio? Na tupo mpaka leo. Kuna wengine wametuacha pale, si ndio? Lakini una impact gani kwenye kituo chako katika kuleta maendeleo? Hilo ni jambo la msingi sana. Ndio maana TUZIKWASA wako hapa kwa ajili ya kutuwezesha tuweze kuwa bora zaidi kama taasisi ya TADIO, lakini kama taasisi zetu kule katika vituo tunavyo vifanyia kazi. Tusinune peke yetu. Unajua wakati mwingine, bahati nzuri mimi pia huwa ni dereva. Kuna mtu anakuja na kuchomekea, sasa unaanza kugombana wewe mwenyewe kivyako vyako. Yaani yule mtu akusikii. Huyu jamani mshenzi sana. Yaani unaweza ukaendesha gari nusu saa lakini unalalamika, unatukana kadri unavyoweza ukiwa peke yako. Sasa ukifanya reflection, jioni tutafanya reflection hapa. Nini tumefanya siku ya leo? Kuna kitu gani nimejifunza? Je, unapokuwa unaendesha kituo chako huko, ukifanya reflection yako, je, kuna kitu gani ambacho umekiachieve mpaka sasa? Wewe kama kiongozi, wewe kama editor, wewe kama mwandishi wa habari wa kawaida, impact yako katika kituo chako ipo kubwa kiasi gani? Kwa tusilalamike tukiwa peke yetu, kwa pamoja tukizungumza tunaleta tofauti, si ndio? Asanteni sana.